Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, ni siku nyingine, juma lingine, na vile vile ni mwaka ngali bado mbichi, na tumepata fursa ya kuzungumza naye mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kwale ambayo si mwingine ila ni Fatuma Masito. Na leo hii kuna mengi tu ambayo tutakuwa tunajadiliana naye kuhusiana na safari yake na kufikia sasa yale ambayo yanaendelea katika taifa hili la Kenya. Mwanzo ni kukaribisha rasmi katika kikao hiki mheshimiwa. Mwaka unakupeleka vipi? Kwanza na mimi pia niseme shukrani sana. Mimi ni Fatuma Masito, mimi ndio Women Rep wa Kwale County. Nichukue fursa hii kushukuru sana kupata fursa hii kuweza kuungana na nyinyi ndugu zangu akina Tobias kwa majadiliano mafupi. Mwaka bado ni mbichi. Na unauona unavurumai zinakuja huko mbele. Kwa hivyo mwaka tunasema tunauombea tu uwe mwaka mzuri. Otherwise tumeanza vizuri. Sitaki kulaumu niseme tumeanza vibaya. We've started with the right foot. Sababu ni chini ya mwaka mmoja tu nusu alafu tutakuwa naingia kwa uchaguzi. Tuna mwaka mmoja tu nusu hivi, hata mimi sasa nasema tumebakisha mwaka mmoja tuingie kwa uchaguzi. Kwa hivyo ni kuomba Mungu but si kubaya. Mwaka ujao mwaka jana ulikuwaje? Kisiasa, kiuchumi kumekuwa na changamoto ups and down, lakini kisiasa pia mwanzo mwaka haukuwa mbaya, siasa ilikuwa inaenda vizuri. Ni wakati tu tulipompoteza baba ndio kumeanza mawimbi ya kisiasa, lakini tunajua yata settle down. Labda siri yako ya maisha ni ipi? Sababu kwa wale ambao hukujui, mimi nimekujua tangu umekuwa diwani. Lakini umekuwa vile vile ulivyokuwa diwani zaidi ya miaka 20, miaka 10 iliyopita mpaka sasa. Kwa kweli Tobias, mimi katika safari yangu ya kisiasa, mimi nilianza tu kama mama wa kawaida. Mama wa soko. Mimi nilikuwa mama wa soko. Nikifanya biashara za kuuza chakula, niliuza chakula huku nikiuza mboga sokoni. Nilikuwa na biashara mbili kwa pamoja. Nilikuwa ndani ya soko la Kwale nikiuza mboga pale. Na wakati huo kwa hivyo nilikuwa naenda sokoni kuchukua vitu na kuja kupanga ndani ya soko. Na pia nikawa nina hoteli yangu pale, sema mkahawa mdogo tu. Mkahawa mdogo kabisa, mdogo kabisa. Nakumbuka alikuwa mlikuwa mkija mkila pale. Kwa hivyo hiyo ndio safari yangu ya kimaisha ilipoanza. Na mimi hata in fact kabla ya hapo mimi niliuza njugu. Unaona hiyo stage ya Kinango kabla ipanuliwe iwe vile ilivyokuwa. Mimi niliuza njugu pale sokoni na zile peremende zilikuwa zikiitwa Big G. Enzi za Patco. Na Patco. So nilianza maisha yangu pale na sasa hivi nashukuru Mungu kwa sababu niliingia katika ulingo wa kisiasa. Hivyo ilikuwaje ukaingia siasa kutoka tu kwa biashara? Wakati niliingia katika biashara, mimi nilikuwa napenda kufanya kazi za jamii sana pia. Nilishirikiana sana na jamii. Mimi watu walikuwa wakija Kwale hospital. Kwangu nyumbani ungefikiria ndio hospitali. Wale wameleta wagonjwa wao hospitali, wakitoka hospitali mimi nilikuwa na nyumba pale karibu na hospitali kama less than a kilometer yani. So watu walikuwa wanakuja kwangu kunitembelea. Mtu anakuja anakuambia mama niko na mgonjwa, nataka maji ya moto. Mwingine anakuja anakuambia nimetakikana beseni, sina beseni. Unampatia tu lako la nyumbani. Aende akatumie, baadaye atarudisha ile beseni. So kwa mpangilio huo nikaona watu wakanipenda tu. It was very social, that is what I can say. Nilikuwa very social and attached to the people. Na nakumbuka kuna wakati mwingine ni kama mara 2-3 mtu amefariki pale hospitali, najaribu kufanya mimi watu pale hospitali ya Kwale nilikuwa nimejulikana pia sana kwa hizo kazi za kijamii. Namtolea maiti yake, anakwenda nazika, wanachanga pesa, wanakuja wanachanga wenyewe, wanakuja, lakini mimi ndio nakuwa kama dhamana pale kwa sababu najulikana mimi nina biashara pale, ni mfanye biashara na naweza kuaminika pale. So katika ule upendo kama ule, then mimi niliweka watoto mayatima pia. Nilikuja nikafikiria initiative ya kusaidia watoto mayatima. Nikaanza tu, mtu akija na mtoto amefiliwa na mzazi wake, ameachiwa nyanya, ameachiwa babu, mimi nikawa nawachukua wale watoto na kuwalea. Takriban nakumbuka nilikuwa na watoto wasiopungua 30. Wengine waliachilia hapo katikati, wengine mzazi amemleta kisha baadaye pia anaona wacha mwenyewe nirudie mjukuu wangu kumchukua, namchukua. But so far nilianza mwaka 2006 hiyo kazi mpaka mwaka 2017. Na mpaka sasa hivi kuna wale ambao wako vyuo vikuu. Niko na kijana ako Moi Eldoret University, niko na msichana ako
pale I think ni Kirinyaga. Niko na msichana na wasichana wawili wako kule Umma University. Hivyo wewe ndio sura kamili ya Mama Mboga? Mimi ndio sura kamili ya yule Mama Mboga. Nilianza pale, hata ukiuliza mtu yote atakwambia Mama Sito alipitia hapa sokoni, tuliuza naye mboga hapa. Tukienda Kongowea those days hakuna hata mambo ya mtu mchukuzi wa pale feri kukubebea. Nitabeba sanduku yangu ya tomato kutoka Kongowea mpaka nivushe upande wa pili wa feri, ni kama liko juu ya kichwa. Yes. Kisha baadaye ndo ukateuliwa kama kisha ndio baadaye nikaingia kwenye siasa. Nilianza siasa yangu ya kwanza kumfanyia Mheshimiwa Mwakwere. Tukamfanyia Mheshimiwa Mwakwere akawa mbunge. Baada ya miaka yake ile 5 nilikuwa kwa chama kinaitwa chama cha LDP ambacho kilizaa chama cha ODM. Na mimi nikawa mwanachama wa LDP na nilipata bahati ya kuwa nilikuwa karibu sana na Mheshimiwa Raila. Hata sikumbuki ilianzaje. Ule wakati mlikuwa pamoja na mbunge wa Likoni bado hamjakutana? Hata kwanza that time nilikwambia nikiwa kwa LDP tulikuwa hatujakutana. Mbunge wa Likoni tulikuja tukakutana 2007. Nilipatiwa nomination na ODM. Sasa tumetengeneza ODM, nikapatiwa nomination katika baraza la Kwale. Yeye naye mbunge wa Likoni naye akaja kama kulikuwa na kitu kikiitwa public officer. Mishimboko public officer ambaye alikuwa ameteuliwa na Mheshimiwa Mudavadi akiwa Ministry of Local Authorities, kitu kama hivyo. So tukaja tukafanya kazi pamoja pale kwa miaka 5. So na before hiyo sasa hiyo kabla mimi nipate hiyo nomination nilikuwa nimecontest kwetu mimi kwetu kwa kuzaliwa ni so nikapigania kiti cha ukansela hiyo time. Lakini nisikufaulu, nikapoteza kwa mchujo wa chama. Na nikasupport chama cha LDP. Sasa ODM already sasa ni ODM. Wakati tuko kwa ODM nilipopoteza mimi nikaonyesha ile bado msimamo wako ni chama. Exactly. Nikaonyesha bado msimamo wangu mimi ni chama. Nikaenda nikamsupport huyo kansela ambaye alikuwa ameniangusha. Na nikafanya kampeni ya urais, nikafanyia kampeni ya ubunge. Walikuwa mbunge wangu sasa akawa ni Mheshimiwa Mwanyoa. Kamfanyia siasa ya ubunge lakini akapoteza huo wakati. Hakufaulu. Akapoteza kwa Mwakwere. Kumbuka ilikuwa ni siasa kali sana. Ilikuwa siasa kali sana. Lakini nasi tulikuwa na msimamo thabiti wa chama. Tukasupport Mwanyoa, akapoteza, Mwakwere akachukua. Tukakaa mpaka mwaka 2013. The new constitution, the inauguration of the new constitution. Sasa katiba mpya imepatikana, kumetengenezwa position ya women representative pale. Kutakuwa na mwakilishi mmoja wa kike katika kila county. Nikasimama mimi na Mama Zainab Chizuga. Na other women, kulikuwa na wanawake wengine pia walisimama, lakini nafikiri tulikuwa kama wanawake 3 ama 4 hivi. Tukangangania ile nafasi, mimi pia nikapoteza tena kwa mchujo. Nakumbuka yeye alisimama na chama cha ODM. Akapata Mama Zainab Chizuga. So kutoka 2013 mpaka 2017 nikawa sikupata nafasi kwa sababu nilivyoanguka mimi nilibadilisha chama. Nikaenda na chama cha MVP. Kilikuwa chama cha Biwots. Hapa mkubwa wake kwa Marere Mwachai. Exactly, ndio kwa Marere Mwachai. So nikakaa nje kwa sababu sasa hapo nilikuwa already nishatoka kwa chama. Lakini pia nikarudi immediately after the election, after 1 year, hapo kwa ndani ya mwaka mmoja nikarudi kwa chama. Na nikapata another appointment, nikapatiwa board ya multi-party and democracy. Nikafanya for 3 years. Alafu nikatoka, nikaanza siasa sasa tena. Ndio niweze kuwania tena kiti cha women representative. Nisema azma yangu mimi ni uzuri, mimi nina msimamo. Nikilenga mahali ni hapo. Sibadili, siendi huko wala siendi huko. Nikaja nikasimama 2017. Nasema wewe si watermelon. Mimi si watermelon. Sasa niliposimama hiyo 2017, tulisimama na Mheshimiwa Zulekha, the former women rep wa Kwale. Tukasimama na yeye. Pia muscle zangu kipesa zilikuwa kidogo sana, sikuwa na nguvu ya kipesa ya kuweza kuzunguka kaunti nzima. Sababu kaunti ni kubwa. Kaunti ni kubwa. Nikikumbuka sikuwa hata na gari that time. No, I had my first car. Model ya Fielder. Nikazunguka lakini sikufaulu. Lakini nilipopoteza tu hivi nikarudi pale nikamsupport Mheshimiwa Zulekha.
I really supported her. Nilitembea kaunti nzima kila mahali, nakumbuka nikizunguka, mpigieni mheshimiwa Zulia. Sasa huyu alikuangusha wewe. How comes you support? Kaambia hapana, kwa sababu mimi na siasa ya chuki. Hakuna siasa ya chuki. Unaona, hakuna, nawaambia tu hakuna siasa ya chuki. Bora chama chetu kishinde. Hiyo ndio moyo wangu. Bora tu chama changu kishinde. Whoever will win. Tutakaa, tutapeana mikono na kazi itaendelea mbele. So alivyofaulu, nakumbuka nikiitwa na Mheshimiwa Raila akaniambia, Mheshimiwa Masito, nimependa vile unafanya kazi na hivi ndio inatakana mtu awe. Unaona? Kwale kila siku alikuwa akisema Kenya is bigger than the rest of us. Kwa hivyo akanipeana kwa chama, kwa in fact akanipeana kwa Mheshimiwa Joho. Kumbe Mheshimiwa Joho make sure that huyu Fatuma ameapia kwa party list. Akamwambia sawa. Akamwambia sasa baba, utanipatia party list, utaniweka kwa ubunge? Akaniambia hapana, nenda huko county. Nenda huko county, ukikaa huko ndio utatengeneza ground. Ukija Nairobi utapoteza kwa ground. Nairobi kuna kazi nyingi sana, utatulia Nairobi. Alafu ingeleta pia mvutano na mbunge pia nafikiri yeye alifikiria kwa mtazamo huo, lakini yeye akaniambia tu nataka tu ubaki kwa ground, ufanye siasa yako, then mwaka mwingine ukija utaingia tena kwa kinyang'anyiro. So mimi nikakubali tu, mimi huwa si mtu wa mambo mengi vile. Nikakubali na nikapata tu, baada ya uchaguzi kuisha, nikapata nafasi ya kuwa nominated MCA tena. Nikafanya kazi yangu kwa bidii. Mimi hilo ndio naweza kusema. Tulifanya kazi yangu kwa bidii sana. Nilihakikisha reach out the ground. Na nikapata bahati, nilikuwa kwa kamati ya budget and appropriation kwa bunge. Nikapata fursa pia ya kutembea ward zote 20. Yes. Nikawa natembea ward zote 20, public participation, wakati hiyo budget process making yote niko na touch na ground. Ilipokuja tu hiyo mwaka 2022 nilikuta kazi yangu ilikuwa rahisi sana. Wallahi mimi sikuona yani kama kulikuwa na upinzani. Hata watu walikuwa wanashindana na mimi, lakini mimi naangalia nilikuwa mbele zaidi yao. Hata polls zilikuwa zikifanywa zinaonyesha mimi nilikuwa mbele yao kila siku kutoka mwanzo mpaka mwisho. Upinzani ulikuwa zaidi kwa ugavana pale kidogo ndio huko kwa ugavana ndio kulikuwa na vita, lakini watu wengine wanasema kama ni Fatuma Masito amejaribu ya kutosha, wacha tumpatie this time. Na ndipo ukafaulu. Na ndipo nikafaulu bwana, nikaingia katika National Assembly. Sasa hivi tuelezee safari yako sasa ya National Assembly, maybe labda masuala ambayo ulikuwa unaona umeyatimiza, ambayo ulikuwa unafaa ufanye. Unajua mimi sasa wakati nikitembea kwanza katika safari yangu ya kisiasa, wakati wa campaigns, katika manifesto yangu pia nilikuwa nimesema mimi nataka kuona mwanamke wa Kwale nimeinua maisha yake. Kwa muda ule nitakaokuwa nihakikishe nimebadilisha maisha yake. Na nimejaribu vya kutosha, kwa sababu mimi nimezaliwa nikiona wakina mama katika vikundi vyao kule nyanjani. Mamangu alikuwa, sikumbuki alikuwa ni secretary ama ni chairlady kwa kikundi, lakini I used to see her very busy kwa kikundi. Kila siku yeye ndio anabeba vitabu vya kikundi. Lakini kwa kusema ukweli sikuwa naona hata kikundi kimoja ambacho unaweza kuona tofauti. Kimepiga hatua hakuna. So wakati nilikuwa nikiingia nikasema, nikitafuta kura nikasema mimi lazima nibadilishe maisha ya mama wa Kwale for the time ambao nitakuwa katika hii office. Na nimejaribu, nimewangangania sana wakina mama, nimewaletea katika ile pesa yetu ya mgao wa ngafu. Imegusa ground, Tobias. Ukitembea kila mtu atakwambia huyu mama county aliyoko saa hizi amegusa hii ground. Amehakikisha makundi ameyawezesha. Ni moja wapo ya mwaka jana niliona Naibu Rais Kindiki. Yes. Nikiita Naibu Rais nilikuwa nimemuita tu kwa ile empowerment aje anisaidie, kwa sababu vikundi ni vingi na pesa ni kidogo. Na mimi mwaka wa kwanza kabisa nikiingia nilinunulia my youth hizi mashini za kuosha magari. Nikawanunulia na matanki ya maji. So wale walipata mashini za kuosha magari walipata na katanki ka maji. Nafikiri kalita 2000 hivi, tanki ndogo ya wastani. Halafu nikanunulia wakina mama walikuwa wamerequest wao wenyewe. Nilikuwa na makundi takriban kama makundi 15 14 hivi. Yalikuwa yametaka viharahani vya kushona. Na nikawanunulia vile viharahani, zile juku. Kila mtu zile juku mashini zile kubwa.
Hizi kuna sijui zinatumia stima. Zinatumia stima, yes, zile za kutumia stima. All those groups walikuwa connected kwa stima wanaonekana. Nikawapatia. Leo nikawapatia na mizinga ya nyuki. Nikawapatia hiyo siku ya kwanza sikupeana viti na vyandarua. Haya, huo ukawa ni mgao wa kwanza. Mgao wa pili niliweza kupata makundi ambayo yameomba mashini za kuponda mahindi, za kusaga mahindi na kuponda. Nikaweza kununulia makundi takriban 17 ndani ya Kwale County. Wametaka hizo mashini, ziko hapa Kwale County zinasaga, most of them zimekuwa successful, wanasaga. Kulikuwa vikundi vya kina mama na vikundi vya walemavu ndio walikuwa wamerequest hivyo, tukawapatia. Na nikaweza kuwapatia hizi chandarua za outside catering. Kwa sababu watu wengi walitaka sana hapa Kwale maneno ya kufanya outside catering vikundi vya kina mama, of which walikuwa hawana hiyo capacity. Nikawapatia tents, nikawapatia viti. Kila kikundi kikipata tent moja ya 100 sita kinapata na viti 100. Alafu kuna vikundi vingine nikavipatia masufuria, sahani za kisasa na zile serving dishes, zile serving dishes za mezani, zile kubwa unaweza kuweka chakula, then na bana zake za kuchoma hicho chakula. Zile wanakodisha. Zile wanakodisha, yes, wanakodisha. Na wengine nikawapatia initiative ya kuwa wao wenyewe wajitangaze, wawe wanapika, like wapike sambusa, watengeneze, mtu akiwaitisha sambusa ama breakfast kwa jumla, wanaweza kutengeneza wao wenyewe wakapelekea mtu. Kwa sababu niliona ni mfumo mmoja mzuri sana. Kama mji wa Mombasa, Nairobi, watu wanatumia sana mambo ya hayo ya kufanyiwa delivery. Delivery. So ukijitangaza, ukipika chakula, then unawafanyia delivery. Na katika lile bunge nimeweza pia kusukuma mswada wa kusaidia wakina mama kuboresha, waekewe sheria maalum ya kuweza kupata pesa ya kujisaidia hawa kina mama. Kwa sababu unaona hii pesa yetu ya ngafu ni kidogo sana. Kidogo. Sababu swali langu lilikuwa nakuja hapo, ukilinganisha pesa hizo za ngafu na CDF na 0 point. Ukilinganisha it's like 0.4% of the CDF money ambayo inakuwa delivered. Ukiangalia mbunge ana constituency moja. Women rep ana constituency 4. Pengine ama ana zaidi ya 6, 7, 10. Nilisikia Nairobi ni ngapi? 17. Ana constituency 17. Sasa huyo unafikiria ule mgao anaupata anafanya nini? So pesa yetu ni kidogo sana kulingana na constituency. Ukiganyiwa, mimi napata milioni 28 kwa mwaka. Na kuna mbunge labda kuna saa nyingine na 27 mpaka 27.5 kwa mwaka mzima. Na mbunge ana milioni 100 plus na ako na constituency moja. Kwa hivyo mimi hiyo milioni 27 nigawanyewe, mimi niko na maeneo bunge 4. Kibarua. Sasa kibarua. Lakini utapata pengine watu hawaelewi huo mtazamo huo, wanaona tu mbona huyu asitufanyie hivi. Kwa mwaka mzima basari, tuko na ile kabasari kadogo pale. Mwaka mzima naweza peana watoto kama 120. Kwa sababu sisi tunapeana mgao kila baada ya miezi mitatu. So kila baada ya miezi mitatu mimi wanapatia watoto 12 kwa ward moja. So nitapeana miezi mitatu, watoto 12. Then nachanganya those 20 wards. Ni nafasi kidogo sana. I think 120 au 200 hapo. Ndio vijana ambao unaweza kuwasaidia. Pesa yetu wallahi ni kidogo sana. Hiyo ndio baadhi ya changamoto ambazo. Hizo ndio baadhi za changamoto ambazo tunazipata. Tuna hako kabasari, watu wataflock kwa ofisi wakifikiria kuna pesa kama ya kwa mbunge ama ya kwa governor. Governor analipa almost, nafikiri imefika 20 plus million kwa ward moja. Sababu wanaona eneo lako ni kaunti nzima na gavana pia ni kaunti nzima. Kwa hivyo wana matarajio, wanajua mama ako na mfuko huyo. Sasa watu wakijaa wanaomba, mimi nikipeana forms simalizi siku 3, hata siku 3 ni nyingi. Kwa sababu wanazidistribute, kila ofisi inapeana bahasha yao. Lunga, Msambweni, Matuga nao wanagawanyia watu wao. So just a day mimi kazi yangu huwa imeisha, sina tena hata basi forms za basari za kupeana. Naam. So hiyo ni baadhi ya changamoto ambazo tunazipitia. Na hata hizo pesa za groups, usisikie hivyo.
So far right now naona nimepeana like the bursaries, niliangalia juzi nikaona nimefikisha kama watoto 3,000 bursaries, watoto 3,450 tangu niingie katika ofisi. Tangu niingie katika hiyo miaka mitatu. Alafu nimeweza kupeana hizo groups, takriban groups 333 ambazo zimeweza kufaidika. Lakini katika hizi 300 huwa tuna pesa tunaita value addition. Kuna groups zake. Kuna zile vikundi tunaita county wide projects, ndio hizo nawapatia matenti na viti na vitu vya kupikia, hizo outside catering zote kwa jumla. Alafu kuna wale nimewapatia livestock, mbuzi, kondoo, na kuna wale nimewapatia ufugaji wa kuku, na nimetaja ufugaji wa nyuki. Bado. Ufugaji wa nyuki. Na pesa, kuna pesa nyingine pia tunaita women economic empowerment. Imegawanywa cluster, hiyo pesa kidogo kidogo, lakini natakikana ukiambiwa hii ni pesa ya county wide ufanye hiyo kitu ya county wide ambayo imeambiwa. Alafu women economic empowerment ni pesa ambayo tunapatia vikundi waweze kujikopesha wenyewe, yani ni pesa wajikopeshe hapo kwa kikundi wenyewe, watengeneza interest yao. Yes, watengeneza interest yao. Kama ni kama grant, hawaregeshi. Ni kama grant, hawaregeshi. Ni wao wenyewe tu, tukiwatembelea tunauliza tuliwapatia pengine 200,000. 200,000 hizi mmefanya nini? Wanasema tumewekeza, tunapelekea watoto shule, tukirudisha. Mwingine anasema mimi nafanya biashara narudisha kidogo kidogo, na faida yetu tunaweka kwa account. Lakini mgao wetu kwa kifupi ni pesa kidogo sana. So and the total groups ambazo sasa hizi nimepeana, nilikuwa nimesema 300 but ni groups 427 total, ukichanganya hizo zote ambazo zimeguswa. Sasa ukiangalia zile applications zinakuja ni nyingi. Ni nyingi. Naam. Mwaka huu nayo Wanakwale watarajie nini? Ndio umejipanga mambo ambayo unataka kufanya kisha kwa umefanya mwaka huu? Ama ni kuongeza katika mimi nataka tu kuongeza bidii. Unajua sasa you might think big, yani unafikiria unataka kufanya mambo makubwa, but the resources are so limited. The resources are so limited. Kwanza niko na wale pia watoto ambao nimewapatia nafasi ya kufanya driving pia. Driving ya bodaboda. Tulikuwa tunataka tuzidi kuiboresha. Nilifanya tu juzi Kinango, aituko vijana kutoka Samburu, Macnon Road na Mwavumbo Ward. Nikaleta mahali pamoja tuwapatie hiyo driving. But nikaona kuna gaps nyingi, we need to improve it more. So malengo yangu ni kuzidi kuiboresha hiyo, tuhakikishe pia vijana wetu wa bodaboda, ni vile pesa ni kidogo. Like hiyo sasa ilikuwa, it was a check of less than 300,000. Less than 300,000. Ni kidogo sana. Vijana 25 nafikiri kitu kama hiyo. 25 20 hapo. So ni pesa kidogo. Tunataka tu hao wakina mama tuzidi kuelimisha. Unajua kuna kitu kimoja kinaitwa yani ile empowerment ya kibiashara, knowledge ya business. Ufahamu wa kibiashara wakina mama wetu sana wamelaka. Nimeongea hata na Equity Bank. In fact next week wamenipangia warsha, wanakuja kuzungumza na wakina mama wajue ni vipi watawaempower kibiashara. Kwa sababu tumekuwa na mashirika mengi yanapatia watu mikopo. Lakini ukinipatia 100,000 hata nikifanya mali sijui nifanye nini. Nagawanya na mzee wangu, nampa 50 yake na mimi nachukua 50 yangu. Kila mtu ajipange. Alafu kulipa wewe mama ndio utaashiwa hiyo jukumu la kuweza kulipa hiyo pesa. Mzee wanaume wajui kulipa madeni. Ni ngumu. So kuna vitu kama hizo tunataka tuzidi ku reach out as many friends and donors from outside our county waweze kutusaidia. Yani women empowerment ndio jambo muhimu liko kwangu mimi kwa mikono yangu. Sawa. Turuke kidogo kisiasa. Sijui ODM kuna nini kinaendelea. Alafu kama wabunge wa Pwani tumewaona mikutano kadhaa mkikutana pamoja. Sijui ni yapi ambayo mnapika. Katika kisiasa mimi vile nitaweza kusema Waswahili wana msemo wao, wanasema mti mkuu ukianguka ndege huyumba.
hii kufariki kwa baba yetu Mwenyezi Mungu amrehemu Mheshimiwa Raila nimeleta yumbisha huko kote. Lakini mimi najua msimamo ni mmoja. At the end of the day tutasafiri safari moja. Wale ambao walikuwa wamemwamini baba na wameelewa malengo ya baba kufika mahali alipofika, tutarudi tutakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo haya makelele hata yasiwatie wasiwasi wa wananchi wala wanachama wa ODM wala whoever is there, tutarudi tutashikana tutakuwa kitu kimoja. Kwa sababu hii siasa si Quran wala si Bible kuwa lazima ufuate njia fulani. Haina formula. Wewe fuata njia yako, mimi nifuate njia yangu, tupatane huko mbele. Naam. Uongozi wa party leader unaonaje Oburu Odinga? Unajua sasa katika mila zetu pia za Kiafrika, mimi nikiangalia na hapa kwenye katika taifa letu la Kenya, mimi naunga mkono yule party leader yani Dr. Oburu kupatiwa ile nafasi. Kwanza Dr. Oburu ametembea na brother yake sana. Wametembea sana na yeye. Alikuwa mtu wake wa karibu sana. Yeye anasema alikuwa kama pacha wake. Yes, alikuwa kama pacha by the way. So yeye alielewa siri nyingi ambazo mzee alikuwa nazo ambazo pengine asingeweza kufunguka kwa watu wengi, lakini kwa sababu he believed in his brother alimwambia mambo mengi. Alafu kwenye wazee hapaharibiki jambo. Raila alikuwa mzee, alikuwa anatuongoza vizuri. Sasa hivi we can't trust anybody else. Tukasema wacha huyu mzee ashike hapa kwa chama. Na ikifika wakati wa kuwa hichi chama, basi tumesema pengine Dr. Oburu amesema anataka kupumzika kwa muda gani, lakini sisi kama watu wa Pwani pia sisi tunajipanga. Tumuendoze Mheshimiwa Joho na yeye. Kwa sababu Mheshimiwa Joho wewe wajua tena. Mheshimiwa Joho amekibeba chama cha ODM. Kikiwa yani yai mpaka likawa kifaranga, mpaka kifaranga kikawa kuku. Raila alikuwa akija hapa Pwani bwana, aulizi mahali ya kutua, anajua Joho is there to take care of the party and myself. Kila kitu yeye. Kila kitu Raila anaangalia. Nani Mheshimiwa Joho anaangalia. Sasa wewe unafikiria mtu kama huyo unaweza kumwangalia kwa mtazamo gani? Lakini mimi na support Mheshimiwa Oburu Odinga awe party leader wetu. Na tulimchagua tu siku ya pili. Baba hata wanafikiri hiyo siku ndio baba alikuwa analetwa. Kutoka huko. We sat a snake. Tukasema hapana. Hatuwezi kuwa na tamaa, chama hatuwezi kuwa hata vacuum sahi. Wacha mzee atushikilie, alafu huko mbele safari itakuwa rahisi. Sababu wengine walikuwa wanajiuliza kuna wakati ambapo baba akitaka kwenda kufanya kazi AU alimwachia Anyang' Nyong'o kuwa ndio kama acting party leader. So wengi wakafikiria labda atamwachia yeye. Lakini sisi tunajua jamani, tusidanganyane. Hata sisi tukifanya by elections, kama mtu amekufa, nani anapewa hiyo kiti tena? Wanaona mtoto mke. Si mtoto anapewa, ama mke wake, ama kakake. Hii ni kuzidi kujenga ile imani. And there's nothing much. Party leader atakuwa pale. Sisi tuna committee yetu ile central committee. We have the NEC where I also sit in NEC. Tunakaa na yeye na tunampatia mwongozo direction. Kwani being the party leader, he can't make his own decisions. The decisions are made by the members of the party. Na ndo saizi amesema yuko tayari kuitisha national direction. Yes. Yani hawezi kufanya kazi peke yake. Yeah, he just there to chair the meeting. But the resolutions will come from the members. Members ndio watazungumza maneno, yeye yake itakuwa ni okay sawa, ama okay mmesema hivi lakini wacha tu twist kidogo hivi, let's go this direction. But the members have to assent the na hizi tetesi kuwa Pwani pia inataka kujiondoa ODM na chama chake. Sisi tuondoke ODM tuende wapi? ODM kwanza ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. That is what I can say. ODM ni yetu sisi watu hapa. Sisi hatutoki ODM. Kuna wakati nadhani ni uchaguzi ule uliopita mwingine, Mombasa yote madiwani wote walikuwa ODM, Kilifi walikuwa wote ODM. Ni kweli. Hata sisi 207 so county assembly ya Kwale wakapita sana kushinda hata Nyanza. Yes. Kapita sana hata kupita Nyanza. Hata hii election imefanywa juzi. If you calculate it in terms of percentage, cost delivered. Cost delivered. Sasa hiyo mambo ya kuwa sijui ni paa ndio saizi mambo mwingine paa. Hapana. Hatuwezi enda that direction. Wajua
vitu havipeanwi. Siasa unasema unajichukulia. Na ina hakika sisi tutajichukulia. Yo bwana akona somebody countrywide. Imehappen kutembea na msafara wa nani wakati hayati Raila alikuwa mzima. Siku nyingine nilienda Kisumu. So when I was in Kisumu, nilikuwa nimeenda mbele. I thought that mkutano utakuwa Kisumu. Kumbe mkutano umeanza Narok, alafu ndio Kisumu. So nikafika pale asubuhi na basi kanibidi nikatafuta hoteli nikalala. Jioni akawa ule msafara ukatoka huko. It happens that Joho came alone. Watu walijua baba alienda kulala Kisumu tena Kisumu. Ile Kisumu ili stand still. Kulikuwa hakuna biashara ya kufanyika. From airport hakuna mtu angeenda airport wala kurudi the town, kila kitu watu wanakaribisha. Kwani ile wakati ulienda pia kwa kampeni ulienda Migori. Kwa tokea na purukushani kuna ofisi ilikuwa ifunguliwe bunduki pale. Wacha ile siku ya bunduki. Hiyo siku ilikuwa kivyake. Tulikuwa tunaenda walifanya hiyo Narok then wakaja Kisumu. I think Kisumu ilikuwa ni mkutano miwili tu tukarudi zetu. Lakini wakati wa Uhuru Kenyatta wakati wa Uhuru Kenyatta akiwa nani. Hivi majuzi nikaenda Tiaty constituency. Kwa mheshimiwa the Tiaty constituency. Nilialikwa fundraising na mbunge wa kule. Kwa happen kwenda na mheshimiwa Joho. Alifika kule yale makaribisho yalikuwa kule yalikuwa si ya kawaida. Watu walimkaribisha mheshimiwa Joho. Wazee walimtawaza mheshimiwa Joho. Wakamwambia Joho, wewe you'll be the next president. You'll be the next president of this republic. Tumeona kati ya wale wote wewe ndio shujaa. Wewe ndio mwanaume unaweza kupambana na hii Kenya. Akona resources na kuna resources yako nazo. Ujasiri. Mbali na resources kuwa nazo, ujasiri. Hii siasa haitaki mtu ati utakuwa baridi hivi. Yule yako sawa. Na kuna hizi shutuma pia za Junet, nyinyi mlikuwa kwa kampeni, kwa msafara, pesa za maagenti. Hizi shutuma ni kweli ama? Hizi pesa za maagenti zililiwa na watu wa Uhuru. Junet hakushika pesa ya agents. Na hiyo tunataka tuweke clear kwa Wakenya wote. Kama wanataka hii pesa ililiwa na watu wa Uhuru kwa sababu ziliingia kwa kina Uhuru. Na wakapatiwa. Ilikuwa ni Muhoho, ama ni yule brother yake. But that team, the Uhuru's team, ndio wali handle hii pesa ya agents. Hakuwa Junet maskini. Lakini yoingia kwenye mtego ambao some other things wewe ukiangalia kama leader, ukibandikiwa wewe pokea. Because utaanza kuelekeza mtu kidole. Pata kila mtu na you can't. Junet hakula pesa ya kampeni. Na unamwonaje huyu mbunge pia wa Embakasi, Babu Owino? Babu Owino amesema yeye ametosha kuwa party leader wa ODM na wakati wake ni sasa. Does he has the resources to run that party? Na atavunja meza. Ako na pesa ya kurun hii party. Si party ni nyinyi wanachama. Bana, leave alone wanachama. Tunamwambia sasa leo sisi tunataka mkutano wa delegates wote Kenya nzima. Ukisikia hivyo lazima wa finance wa kutoka Mombasa aende, wa kutoka Nakuru aje, wa kutoka wapi aje. Yeye ana nguvu hiyo. Na kurun even the presidential campaign kwa mfano. Tusemane tu ukweli. Watu wasika wewe na kiburi kwa sababu umeingia bunge miaka yako 10 ukafikiria wewe unaweza kuwa nani. See? Naam. Aende polepole. Aliona Joho akiwa kwa party, wakina Oparanya wakiwa kwa party aliyopata pale. Asikize wazee kwanza waongee. Najua Gen Z wako moto sana lakini waambie aende polepole. Ameokoko. Turegelee broad-based. Umekuwa mmoja wapo wa tetezi sana kutoka eneo la Pwani, wa tetezi wa broad-based, serikali ya broad-based. Sijui msukumo huu unaona ni kwa nini rais apewe 2 term? Unajua watu kusema ule ukweli. Wakati rais yuko pale, watu umwangalia wakatarajia mambo makubwa sana. Hata mimi watu wanatarajia mambo makubwa sana kwangu. Ambayo siyawezi. So mheshimiwa rais amechukua only less than 5 years. But Kenyans expect Kenya to be like
Singapore. Lazima aende polepole. Yeye pia ana plan. Unaona? Sasa kama ameanza kuteremka ngazi ya kwanza, anateremka ngazi ya pili, wewe unamharakisha aende afike mara moja kule chini. Mimi I say that let us give him another opportunity. Now, yani ningeulizwa mimi ningesema let's give him His Excellency the President of this Republic, Dr. William Samoei Ruto, just another 5 years term. Tuangalie. Sababu Rigathi wanasema Gachagua akipewa taaribu zaidi sasa. Akipewa taaribu zaidi. Hakuna Mheshimiwa Ruto, kwa kusema ukweli ni vile watu tu wamemwekea ile kasumba tu mbaya. But he's really trying. Sasa unajua sasa Wakenya nao bila ya kuambiwa nitawafanyia, angenyamaza kimya kungekuwa kubaya zaidi. Ni muongo, lakini mimi naangalia all those projects amesema anafanya zimeanza. You can see if there is affordable housing, they are all over the country. Na kule hakuja anza, lakini sasa you can't even do everything. The infrastructure development sahi kila mahali imeamka, kunafanywa kitu. Manyumba yanajengwa, barabara zinajengwa, lakini Kenyans want them ianzwe leo foundation na iishe leo foundation. Serikali ni kama vile mfuko wako ulivyo. This month umepata salary unafanya kidogo, the next month umepata salary unafanya kidogo, na vitu vinasonga mbele. So mimi naona giving him another opportunity is the best option. Naam. Tukimalizia turejelee kidogo siasa za Kwale. Juzi mmekutana kama viongozi wa ODM kutoka Kwale. Mmejiandaa vipi? Sababu kuna wale wanasema ODM inapoteza umaarufu katika kaunti ya Kwale. Naweza kukubaliana na wewe ile kusema ODM inaanza kupoteza umaarufu, kwa sababu nimekwambia mimi nimekuwa county council au mwaka 2007. Chama ilikuwa na nguvu sana, lakini hivi sasa hata wale members of county assembly wa chama cha ODM ni wachache sana. So hata sisi tumekaa tuna strategize tuhakikishe tunachukua nusu ya county assembly ya Kwale, tupate members wetu wa chama cha ODM, ambayo tukishikana sisi kama delegates vile tumeanza hii safari ni kitu cha rahisi sana. Na si hiyo peke yake, tunataka kurudisha viti vyetu vyote. Unajua mwaka 2013 Governor Mvurya alikuwa governor wetu wa ODM. Unaona? Na sisi kwa tuna feel we're in the safe hands. Msambweni hapa ilikuwa ni ODM kabisa. Sisi pia we fighting. Tusidanganyane, sisi tunataka chama chetu kichukue kila position hapa Kwale. Naam. Lakini kuna baadhi ya wanasiasa ambao nimezungumza nao wa UDA wanasema sababu ODM na UDA zitaungana wanataka zoning, na zoning ikifanya Pwani wale wanasema ni ngome ya UDA. Ya UDA. Unajua sasa mimi ndio juzi nilikuwa nawaambia delegates, if we strengthen our party, hata hiyo zoning ikija si wataangalia. Si ndio? Zoning haifanywi mpaka pia uangaliwe wewe umefika wapi. Inaitwaje ile poll? Utafanywa opinion poll. So sisi pia tunajipanga kwa opinion poll na sisi tuje juu. Kwa nini tusipewe sisi, apewe mwenzetu mwingine? Yeye naye pia anajipanga kivyake vile anavyojua anajipanga. But we are going around the county right now to revamp our party. Naam. Una upinzani wote kubaki na kiti chako wiki katika uchaguzi mkuu ujao? Upinzani haukosi, lakini sijaona kati ya wale wanasimama wote. Sijaona hiyo na shida kwa mbali sana. Hii kiti nachukua kwa mbali sana. Naam. Hapana. Nani sasa wewe ukiangalia nani kati ya wale wanasimama? Mimi nimezaliwa Kwale, nimesomea hapa Kwale County, sijaenda kusoma kule kwenu Migori wala wapi, nimesoma hapa Kwale County. I was married in Kwale County. So I have my strongholds, ni nyumbani, ni umeoleka hapa, wewe utanipita na wapi? So baadhi ya wapinzani wako naona hawajazaliwa hapa. Hawajui waanzie wapi, imagine. So mimi naona tu ushindi kwa macho yangu hivi. I'm very much confident, I'm telling you. Naam. Hautabadilisha labda usimame ubunge constituency? Pengine nisimame ubunge, hapana kwa sasa. Ama hata ugavana? Hata ugavana, kwani iko nini?
Ama ni ambition ambayo umeiwekea baadaye? Lakini my future ambitions, my future ambitions. Sasa hivi nimesema tu acha nibaki pale pale kwa kiti changu cha women representative, nizidi kujenga misuli na nitengeneze ground yangu iwe vizuri. Naam. Labda ujumbe wako wa mwisho ukiangalia kamera hiyo kwa wakaaji wa Kwale. Mimi ujumbe wangu wa mwisho ni kuwahimiza tu wanachama wa ODM, wanachama wa watu wa Kwale County kwa jumla. Watu wa Kwale County kwa jumla tushirikiane, tufanye kazi pamoja kwa manufaa ya watu wa Kwale. Mimi sipendi divisive politics ambayo tutakuwa wale wanasema hivi, wale wanasema hivi. Nataka tushikane. In fact hata umesahau kuniuliza maneno ya Mrima. Naam, bila tunaweza bado tuna muda. Unaona kuna hii tetesi ya maneno ya Mrima. Sisi ule Mrima ulianza kutajwa zaidi ya kama miaka 15 20 hapo nyuma. Mrima came first even before the Tiomin. Ilikuwa inaitwaje hii? Ilikuwa Tiomin. Tiomin, yes, before Tiomin. Kuna wakati wa Kotek. Kotek ikiwa kule. I think walikuwa wanaenda concurrently hivyo. Na ni mahali ambapo vile watu utafiti vile unasema, mimi nimetoka Riyadh kwa kongamano la mambo ya madini ya mining Riyadh kule mjini Saudi Arabia. Na nimeona watu wengi they are mentioning about Mrima. That hii ni resource ambayo nyinyi mmepatiwa tu na Mungu. Na ni resource ambayo it can change your lives in Kwale. So what we need, unaitwa rare earth, sababu haipatikani. Yes, it's rare. Something rare haipatikani. So yani wanakupatia ule moyo kuwa dhibitini, but you demand for your right first. So hiyo tutaka tu serikali wapatie wananchi wetu kile kilicho chao. Na sisi kama viongozi tuko macho tunaangalia. Watu wetu waweze kufaidika. Unajua watu wana compare best titanium vile ilikuwa na watu ni kama watu hawakufaidika sana. Faida zilikuwa kidogo sana, lakini unajua sheria zilikuwa hazijakuwa in place. Na madini ya Tiomin ilikuwa yanachukuliwa na yanakwenda kufanyiwa yanasafishwa nje. So tulipoteza pakubwa pale. But right now ile Mrima kama itafanyiwa na end product ifanywe hapa, tutakuwa sawa salama. Na tupatiwe ile 20%, our 10%, even more than that. Kwani kama hawa wanaendelea kufanya utafiti na tubadilishe sheria zetu tujiongezee. Nasema hapo ndo tutakuwa sasa Singapore. Yes, hapa ndo tutakuwa kama Singapore. So tuna matumaini makubwa by the way. So watu wa Kwale kitu kikubwa ni kushikana. First wa leaders wetu sisi kama leaders tushikane, tuweke siasa kando, tuweke maneno mengine kando, to focus kwa sababu sisi tulichaguliwa, wananchi walikuwa na imani na sisi, walijua huyu wako chama hii, huyu wako chama ile, but walikuwa na imani kama hawa watu tukiwapeleka they'll be our security. Naam. Shukrani sana mheshimiwa kwa wakati wako. Asante. Kutupatia yale yote ambayo umetuelezea. Naam, amekuwa ni mheshimiwa mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kwale, Fatuma Masito. Leo tumeweza tu kuchambua masuala mengi kuhusiana na siasa na vile vile safari yake. Sikujua kuwa kuna wakati aliuza njugu. Na tutajua mengi zaidi katika vipindi vyetu vijavyo. Shukrani. Asante. Asante.